Ukiwa unafanya biashara kwa level yoyote, kubwa, ya kati, ya juu, kitu ambacho tunakitegemea kupata kwako ni kuweza kupata pesa. Ndio maana tunafanya biashara. Sasa uweze kutegemea kupata pesa kama hujatengeneza njia ambayo pesa itapita. Njia sahihi ya kuweza kupitisha pesa zako ni kupitia benki. Na sasa uweze kupata account ya benki yenye jina la kampuni yako ama biashara yako kwa sababu tu wewe ni maarufu kwenye mitandao ya kijamii ama unafahamika pale Kariakoo. Utapata account za benki zenye majina ya kampuni yako ama jina la biashara yako endapo utakuwa na usajili halali wa kampuni yako ama jina la biashara yako. Huwezi kutoka hapo sasa hivi ukasema ngoja niende zangu benki chapo nikimbie niweze kupata akaunti yangu ya benki kwa sababu tu mimi ni mfanyabiashara. Hamna mtu atakaye kukupa akaunti ya benki kwa sababu wewe ni mfanyabiashara. Na ukikosa akaunti ya benki ni kwamba umejizuia vitu vifuatavyo. Moja, hauwezi kupata mikopo ya benki. Pili, hauwezi kutambulika na taasisi za kifedha. Tatu, hauwezi kufanya biashara za kimataifa. 4, hauwezi kufanya online businesses kwa sababu zitakulikwaya kuwa na account ya benki ya kampuni yako ama jina lako. 5, wewe huwezi kufanya overdraft hata kama cash flow yako ni kubwa kwa sababu hazijapita kwenye system ambayo inaeleweka. Uweze kupata access kufanya overdraft, kuweza kupata mikopo, kuweza kuifanya kampuni yako kuwa na access ya kupata extra fund kutoka kwa watu wengine ambao wametunza pesa zao benki. Bali unaamua kukaa kamzunguko kako kale umeingiza 1000 unarudisha 1000 hiyo hiyo ambayo iko nayo, inakulimit kwenye kupanuka kwako kiuchumi. So ili kuweza kupata access kama hii lazima kuhakikisha umesajili biashara yako. Ndio maana sasa kama hujasajili biashara yako mpaka sasa hivi na unapata access ya kuona video hii, comment neno usajili hapo chini. Nitakufikia, nitaangalia una qualify kusajili kampuni ama jina la biashara, nitakusaidia kuweza kupata usajili wa biashara yako, then utapata access kuweza kupata account za benki na kutambulika na taasisi za kifedha.